majonzi simanzi, tunamuomba Mwenyezi ila tunusuru. Nchi yetu ya Matuo ni majonzi simanzi, tunamuomba Mwenyezi ila tunusuru. Nchi yetu ya Matuo ni majonzi simanzi, tunamuomba Mwenyezi ila tunusuru. Moyo wako mwanaume uishie leo na chakula mapipa ili kuzima njaa. Ulikosea nini jamii hata usalie kuombaomba? Ole wako kizazi cha sasa. Ewe watoto wa kule, watoto waketwa, watoto wa nyumba zote, watoto wa nyumba zote, njoni tuungane, tuwalindie wazazi chozi la damu. Watoto wa nyumba zote, njoni tuungane, tuwalindie wazazi chozi la damu. Tupaze sauti zetu kwa machozi ya kwikwi, wachache wenye huruma watatusikia. Watoto wa nyumba zote, njoni tuungane, tuwalindie wazazi chozi la damu. Tupaze sauti zetu kwa machozi ya kwikwi, wachache ya Matuo. Nchi ya Matuo ni kwa kule, nchi ya Matuo ni kwa Keto. Nchi ya Matuo ni taifa, si kwa Mkule, si kwa Mketwa. Uwe Mkule, uwe Mketwa, wewe ni mzalendo wa Matuo. Cha muhimu ni maisha, kuishi kwa amani. Wenzangu, tufahamu kwamba maisha ni matembezi, ila chunga yasikutembeze. Maisha wenzangu ni safari, ila chunga yasikusafirishe. Safari oya, safari ya bamba ni machweo. 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 Safari ya bamba ni machweo. Nana na tubutu kuvumbi leo kujadi wajuzi jana na leo. Unakana kwa tulimu vijana katika dunia ya sasa. Je, ni nani atakayemfungulia mtoto huyu kurasa mpya wa maisha? Mamosha! Atakayefunza nguo aina za jadi zinazodidimiza nafasi katika jamii. Mamosha! Jamani, wanataka timiliki yangu. Haki yetu! Haki yetu! Haki yetu! Haki yetu! Taharuki, taharuki, taharuki. Nchi ya Matuo iko katika hali ya taharuki. Uhasama haswa, uhasama wa kisiasa, uhasama wa ukabila, uhasama chochote kile. Uhasama, 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 uhasama. Hiyo uhasama. Kundi letu lenye ubunifu na umahiri mkubwa la tunakusafirisha ili kuandamana nasi katika kutafuta suluhu ya matatizo yanayokumba kizazi kipya cha Ketwa katika dari. Ama kweli ni safari iliyo na kilio, majonzi, huzuni, siasa na utabaka, yote katika nguvu za jadi. Subiri kwanza. Mbona mnalala chini? Amkeni amkeni mlale hapa. Mimi sijamaliza usingizi. Lala hapa. Haya, lala hapa. Haya. Haya basi. Laleni hapo wanangu. Mimi sitakuputa hata kidogo hata kulala. Ubao huu utakuwa mlinzi wangu. Wa pili ni Mungu. Nataka wanijia humu ndani nami niwakabidhi jinsi nitakavyoweza. Kisha nitawaombea Mungu wangu. Mangwasha,
Mangwasha! 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 Mangwasha aliwaza usiku kucha. Hakuweza kupata telepe la usingizi. Starehe ya usingizi itoke wapi ikiwa mahangaiko yale yalimwacha fukara? Aliwatupia jicho wanao waliokuwa wamelala kando yake. Maskini hawajui chochote kuhusu yale yaliyokumba eneo nzima la Matango. Zaidi sana hawana habari juu ya baba yao. Hicho ndicho kitendawili ambacho Mangwasha yeye alihitaji kukitegua. Na hataki kitegua, salama itoke wapi? Yule mume ambaye ni mfano wa gumegume kamwachia madhila asopimika. Kamwacha na uchochole usio na mwisho. Laiti na muomba Mrima akatokomea kule aliko. Mangwasha mimi sijawahi hata siku mmoja kumwazia binadamu yeyote mbaya lile. Sembuse mume wangu, mtu aliyekuwa mfariji wangu, mtu aliyekuwa mwandani wangu, mpenzi wangu, aliyenikinga dhidi na manyanyaso yote ya maisha. Mrima, basi mbona wazeli nijia akilini? Katika mawazo yake Mangwasha alilikemea wazo hilo. Lakini kila alipolikemea ndivyo lilivyokuja kwa nguvu na kuigasi nafsi yake. Mawazo yake sasa yalimtaka simtie tena mumewe akilini. Amsahau kama jinsi mtoto anavyosahau titi la mamake. Mbona namwambia Mrima mambo haya? Mungu wangu aishie milele. Na kuomba kwangu umepushe Mrima kulingana na maovu yoyote. Naomba baya lile lisiweze kumkaribia. Bado namhitaji Mungu wangu. Japokuwa alimtupa kama tambara bovu. Bado namhitaji tu. Wamuite baba. Bora awe baba mtu. Kwa yote naomba na kuamini. Amen. Mangwasha alivitazama vitu vilivyokuwa kando yake. Aliwatupia tena jicho wanawe walikuwa wamelala kando yake. Alifikiria jinsi angeweza kuwalisha siku hii ya Mungu. Chakula ambacho alikuwa nacho kilikuwa kimeteketea chote. Hakuweza kuokoa hata chembe. Aliradi kupoteza kila kitu, lakini sio wanawe. Hawa ndio umiliki yake muhimu ambao watamuunganisha na dahari yake ya kitambo. Mangwasha alipofika katika hatua ile, machozi yalianza kumtiririka. Alianza kutetemeka kama mtu ambaye alitiwa kwenye maji ya barafu. Mangwasha aligeuka tena na kuwatupia jicho wanawe. Alishukuru kwa kuwa aliweza kuokoa wanawe hawa ambao ndio miliki yake muhimu hapa duniani. Viti vyangu. Mangwasha alivisasambua vifurushi alivyokuwa navyo. Havikuwa vitu vya maana, ilikuwa ni sahani chache tu na nguo zisizotamanika. Lakini alipata barua. Barua? Barua inafanya nini humu ndani? Na imetoka wapi haswa? Na ilikuwa ya nani? Ama ilikuwa ya Mrima? Na kama ilikuwa ya Mrima, mbona yeka hapa bila kusoma? Mangwasha alijiuliza maswali mengi sana. Barua ile ilikuwa ya nani? Na ilifikaje hapo? Na Mrima, kama ni ya Mrima, alikuwa na nia gani kuiweka barua ile mahali hapo? Mangwasha aliamua kuisoma barua ile. Liwalo na liwe, hata kama ni ya Mrima, Mrima mwenyewe kashamtema kama masuo. Ana haja gani hata akisoma? Mangwasha aliamua kuisoma barua ile mara zaidi ya 10. Haina hata anwani. Barua yenyewe ilikuwa imeandikwa kwa wino uliokolezwa. Na aliandika alikuwa nikana kwamba alikuwa na haraka sana ya kupitisha ujumbe. Tena maandishi yalianzia mashariki yakielekea kaskazini. Tena hakufuata mistari. Barua ile ilikuwa inasomeka vizuri na Mangwasha alisoma na kuielewa. Barua hii haina hata anwani. Wala haina sahihi. Lakini ujumbe uliomo humu ndani mimi nauelewa barabara kabisa. Mangwasha, muda huu watu wamekuwa ukichezeshwa kayamba. Iwasema kwamba Osama alikuwa mtu hodari wa usalama. Je, kuna Osama mwingine hodari kama huyo tena? Kwa nini? Kwani tena Mungu aruhusu
changu. Mangwasha alikuwa na imani ya kuishi. Imani hizo ndizo zilizompa nguvu hadi wakati huo. Mangwasha aliposikia sauti hafifu za watoto nje, alijua hao walikuwa ni Waketwa wenzake ambao walikuwa wametumuliwa matango. Sauti tena za watoto hadi haikosi kuwa hao ni wenzangu. Mangwasha alizidi kutega sikio, lakini alistaajabu ya kwamba hakuna hata mmoja aliyejua sababu ya kufurushwa kwao. Hata hivyo, Mangwasha yeye alijua sababu haswa ya kufurushwa kwao. Upepo huo wa chuki ambao ulikuwa ukivuma ukielekezwa Waketwa. Kila lolote lililokuja katika njia ya Waketwa na Wakule walielekeza lawama zote kwa Waketwa. Njaa iliposhamiri, Waketwa. Magonjwa sugu, Waketwa. Bahati mbaya na kila kitu, Waketwa. Kiangazi kiliposhamiri, Waketwa. Masika ilipokuja, Waketwa. Waketwa, 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 Waketwa. Waketwa walikuwa ni watu wenye ujasiriamali. Waketwa walikuwa na bidii sana ya kufanya kazi. Baadhi yao walimiliki majumba tu ambayo yalikuwa ya kawaida, lakini Wakule walimiliki majumba ya awishi, majumba makubwa makubwa mjini Italia. Mjini Italia hapa ndipo kikao kikuu cha Mtemi Lesulia. Mtemi mwenyewe alikuwa ni kiongozi ambaye alitawala kwa mkono wa chuma. Mangwasha hakuwa mwanasiasa, lakini alijua siri nyingi sana za nchi yake. Na siku moja alitamani kukutana na Lonare na viongozi wengine wa nchi ya Matuo ili waweze kujadili kuhusu swala la usalama. Lakini mume wa Mangwasha, Mrima, aliweza kumkemea sana, na alikemea wazo hilo liweze kupotea. Mangwasha alimtii mumewe na akalisahau wazo hilo. Mangwasha alipokuwa akiendelea kutega sikio, alisikia sauti ya mwanamume ikisema, "Watu! Moto ule haukusababishwa na kasoro za umeme. Ulisababishwa na bwenyenye mmoja ambaye anataka ardhi yetu ya Matango kwa nguvu. Sasa unajua ardhi ya Matango ina nafasi kubwa ambayo haijajengwa. Kwa hivyo anataka nafasi hiyo kwa lazima. Ndio wewe unaidhibati ama unapiga tu siasa za unahakikisha watu. Mimi naona hivi, twende tukamwone bwana chifu tumuulize kuhusu swali. Lazima anajua. Bwana chifu ulo mwenyewe yuko ndani ya mpango. Wewe tayari atapewa mlungula na anaangalia kando. Na mimi sio kweli. Basi tufanye hivi, twende tukamuulize bwana Lesulia chiwe kwa Mtemi Lesulia. Lazima swala hili litatuliwe, wapende wasipende. Unajua tuweze tukachomewa hivi nyumba. Unajua unachosema kweli? Kwenda kumuuliza Mtemi. Akili yako iko timamu. Ama pengine unajua pia unapata wameuzana kule nje. Alafu kuna wengine wasaliti. Kuna wengine wasaliti hapa. Wengine hata wamepeana wake zao. Kama huyu. Unaona nilipotea. Jamani. Saidia wangekuangalijua chanzo kikubwa kwa nyumba zao kuchomwa. Shaka kweli kweli. Shaka kweli kweli. Kiongozi wao Lonare alikuwa akishapitia mitego mingi ambayo alikuwa ametegewa na viongozi wenzake. Lakini kwa ujasiri wake na akili zake aliweza kuzitegua na kuweza kufaulu. Mangwasha alijua kwamba Lonare angefika mahali hapo ili kuweza kuwatuliza watu wake ambao walikuwa na ghadhabu. Lonare alikuwa ni kiongozi shupavu. Wakati mmoja aliweza kuandaa maazimio ambayo yalipigiwa mfano na viongozi wa nje ya nchi. Mangwasha alikuwa na imani sana na Lonare. Mangwasha pia alikuwa ni msichana ambaye amefundwa na wazazi wake. Babake Mangwasha, mzee Mshauri, aliweza kumshauri ya kwamba Mangwasha, usiweze kutumia sifa ambazo ulizokirimiwa na Mwenyezi Mungu ili kuwastarehesha wanaume. Kwa sababu mwanaume huyu anapokuacha unaanguka mende. Uwe na imani sana. Ujitume kwa nguvu sana na kuweza kutafutia familia yako chakula. Pia mama yake Mangwasha aliweza kumshauri kwamba siku zote
bidii haziendi yote. Na Mangwasha alishauriwa kuwa na bidii katika maisha yake, na asiweze kuwadharau watu, na pia aweze kuwa na shukrani kwa yale ambayo anatendewa na watu, na awe na moyo mzuri, kwani kumbukumbu zozote huandikwa katika kitabu na haziwezi kusahaulika. Hivyo basi Mangwasha aliweza kuwatii wazazi wake, na kila aliloambiwa aliweza kutia akilini. Mangwasha aliamini kwamba siku moja suluhu itaweza kupatikana. Alifikiria jinsi wenzio ambao walikuwa wametimuliwa kutoka eneo nzima la Matango wangeweza kupata fui. Lakini kadri ambavyo siku zilikuwa zinasonga, ndivyo mambo yalizidi kuharibika. Mangwasha alizidi kuwaza. Mangwasha alijulikana kuwa mwenye bidii na mwenye ari ya maendeleo. Hakupata alama nzuri katika kidato cha 4, kwa hivyo hakutoka katika chuo kikuu. Masomo yake yalifika ukingoni alipomaliza kidato cha 4. Ila aliweza kumshawishi babake aweze kumrudisha shuleni, na aliweza kurudi shuleni. Alienda shule ya uhazili na baadaye akaweza kuajiriwa katika ofisi ya Chifu Mshabaha. Msichana huyo alijulikana kuwa mwenye bidii sana, na ya ofisi ya Chifu Mshabaha kulikuwa jumba lenye magorofa 5. Kulikuwa na idara tofauti, idara za serikali, na kati ya idara hizo kulikuwa na idara ya maji ambapo Mrima alifanya kazi kama karani. Mrima naye alijulikana kuwa mcheshi na mwenye bidii. Alikuwa wa kwanza kutoka ofisini na mwisho kutoka, na alipokosa kwenda ofisini watu walilalama. Bari yako? Salama sana kabisa. Dada. Sasa shughuli. Njema. Uko salama? Ndio. Unamkuta chifu? Bwana chifu, yuko ndani. Samahani kaka. Wewe ndiye Mrima? Mimi ndo Mrima. Yuko ndani anakusubiri eh? Na pengine wewe mimi? Ndio Mangwasha. Mangwasha. Mangwasha jina lako. Mangwasha. Kukutana kwao kukawa mara ya pili na ya tatu. Mrima aliinukia kumpenda msichana huyo mwenye bidii na mwenye ari ya maendeleo. Wakaamua kupatana katika hoteli ya Mpenda. Sagilu naye aliamua kupenda msichana aliyeitwa Sihaba. Sihaba hakumpenda kwa umbo lake, bali alimpenda kwa mali yake. Mzee huyo alijulikana kuwa mwenye mali na biashara mingi. Alimpa chochote alichotaka, lakini haikuwa bure. Alimfanyia chochote alichotaka. Mzee Sagilu naye alibadilisha magari kama alivyobadilisha wanawake. Hakutaka kuona mwanaume yeyote mwenye aliye na mwanamke mrembo. Alipoona hivyo, aliwanyang'anya wanaume wenzao mabibi zao. Na siku moja Mzee Sagilu akapatana na Mrima na Mangwasha katika hoteli hiyo. Mangwasha. Sasa hii hoteli nayopenda sana kuja, yani hapa tunataka kuja natulia najikunja chini napenda kuja. Yaani hapa huwa na sharubati nzuri ya kula vitu. Sharubati? Asante sana. Asante. Sharubati na ukimaliza kingine na kingine kwa raha zetu sawa. Umeelewa? Watu watoke hapa. Mbona ni kama una furaha kwani Lakini Mrima silipendi mzee lile. kwa sababu gani mpendi? Hapa kwa sababu ya miaka minne. La kabisa. Unajua Mrima mimi sasa
kuchukizwa na mtu kwa jinsi Mungu alivyomuumba. Lakini tabia ya mzee yule, hivi nikuulize, mbona bado ananiandama? Si amewahi kuwa na watu watatu? Kabisa, tena ni masuria waliotisha kijiji kizima. Mhudumu wewe. Njoo chukue hizo rukashi zako. Mhudumu. Njoo dudu. Cheka tu anacheka. Mangwasha. Hata glasi tu hapo. Mwishowe, Mangwasha na Mrima walikoma kwenda katika hoteli hiyo ya Mpenda Kuri, kwa kuwa Sagilo alikuwa akienda huko mara kwa mara kupata chakula chake cha mchana. Wakaamua kwenda katika hoteli duni, kibanda duni, angalau wakaweza kutia kitu mdomoni. Na siku moja Mrima na Sagilo wakapitana uso kwa uso. Kaka nakuita. Mrima. Unajua kwamba nahodha siku zote au kamwe haogopi mawimbi? Mzee wangu sasa ya mawimbi na nahodha yametokea wapi? Lakini jua kwamba nahodha siku zote haogopi mawimbi. Na wewe fahamu daima kwamba ghadhabu ya bahari ni furaha kwako. Haya sawa, tutaona. Mrima alimwomba Sagilo kama upendo. Alipomwona akipita katika njia nyingine, akishika njia nyingine, Mrima akakwenda huko nyumbani kwao ili aweze kuongea na wazazi wa Mangwasha, na aliweza kuongea na wakaweza kumkubali. Mrima na Mangwasha wakaamua sasa kufanya harusi. Marafiki wao walichukulia habari hizo vizuri, lakini Chifu Msabaha hakuchukulia habari hizo vizuri na akaamua kumwita Mangwasha ofisini mwake. Hawa waketu hawa. Basi natuma askari wangu sasa. Wacha kwenye ofisi yangu. Msichana. Nilifikiri una akili lakini hauna hata kidogo. Nataka kuolewa na tajiri Spika wa eneo letu. Lakini unamkataa. Natia ofisi yangu aibu bwana. Sikiliza nikuambie bwana Chifu, singependa hata kidogo. Bwana Chifu, acha nikuambie, ya Mrima naomba uyaache maana hayakuhusu sasa. Nikwambie. Acha nikwambie, raha ama maisha si kwa pesa tu peke yake. Sasa kijana yule mkara anayekula mapombe ya macho atakusaidia nini? La koma. Sasa anakuandalia maisha ya kifahari. Koma. Maisha si peke yake. Mimi sitiki na pesa. Ninachotaka kwamba ni mapenzi na heshima. Toka mbele yangu wewe. Waketo nyinyi hata hamna akili hata kuchagua wapenzi. Toka. Natia hiyo hata ninashangaa mbona nilikuaje. Toka nenda. Sasa nikuone wewe. Mtoto mjinga wewe, mtukutu wewe. Hata kazi hujui. Mangwasha hakujua ni kwa nini Chifu Msabaha alimkaribia hivyo. Alijua baada ya alivyokuja ya kwamba alikuwa amepitwa kazi. Aliona utotole ukimkondolea macho, kwa kuwa hiyo kazi ilimpa mavazi na chakula, na sasa angening'inia mtu. Aliona ya kwamba kutoka hapo hangekuwa na kitu cha kufanya. Alijuta kwa vile alivyomkabili wajibu wake. Darling. Twende dance. Mbona macho tenzi niangalie. Najua sasa nishakutoa kazi. Nimekoroga mambo ofisini. Nimemuongelesha mzee Chifu vibaya kwa kuwa alikuwa ananiambia, alikuwa ananitusi kwamba nimelikataa yule rafiki yake. Rafiki yake. Ile jinsi ambayo nilikuonyesha ile siku. Lipi? Sagilo. Sagilo. Ndio. Fikiria sasa. Yaani huyo Chifu anafikiria kwamba sasa ni kama zamani, enza watu kuchaguliwa kwa chumba sasa subiria. Leo anatambua kwamba huu ni wakati wa sasa, si zamani. Leo anatambua. Hapo na mzee.
Unajua ukienda kule maji utazidi maji. Nakuhakikishia kwamba sitafanya lolote la kukuudhi. Sawa mpenzi? Sawa. Nakupenda sawa basi. Haukupita siku nyingi, hatimaye siku ya harusi iliwadia. Jamii na marafiki walialikwa harusini. Familia walitoka Nengoni. Vijana hawa walipendwa na wengi, si mijini, si kijijini. Siku chache kabla ya harusi, Mangwasha alimwandikia Chifu Mshabaha barua kumwomba likizo ya siku chache. Nataka likizo ya nini haswa maana unaona hujaandika kwenye barua? Samahani sana bwana chifu. Ilikuwa likizo ni kwa ajili ya maandalizi ya harusi yangu. Maandalizi ya harusi. Ndio. Na baada ya harusi ungependa kwenda kufanya fungate yenu au naelewa kuna hela. Naelewa kuna hela. Sasa hela itatoka wapi kwa kijana fukara kama yule? Najua mnategemea wasamaria wema kama sisi tukije tuwatoe kwenye hilo shimo hata kama hivyo kuna hela nakupia likizo ya juma moja. Hata msipopata hela kwenda kusherehekea, mnaweza ngoja watoto jeshi la watoto nyumbani ambao watakuja kuwasaidia usoni. Sawa? Unaweza enda? Asante sana bwana chifu kwa maneno yako. Haya, unaweza enda sasa. Uko na ruhusa ya kutoka? Hatimaye Chifu Mshabaha alialikwa kwenye harusi, lakini hakuweza kufika. Alimtuma mwakilishi katika harusi hiyo. Harusi lilifanyika katika kanisa kubwa la Mtakatifu Marko. Siku tuliyopata ya mimi na wewe, awali wake Mungu leo imefika, popote unapofika. Pamoja umetunganisha mimi na wewe, tunajua wili tena ni mwili mmoja. Wewe ni wangu kweli na mimi ni wako njoo. I love you mpenzi wangu, I need you siku zote. I love you. Mungu ametunganisha mimi na wewe. I love you, mpenzi wangu, I need you siku zote. I love you. Mungu ametunganisha mimi na wewe. Hawezi tena ni mwili mmoja. I need you, siku zote. I love you. Mungu ametunganisha mimi na wewe. Mabibi na mabwana, hamjambo? Tunayo hatuna. Ningependa kuchukua fursa hii kuwakaribisha nyote katika harusi ya Bi Mangwasha na Bwana Mrima. Bila kupoteza muda, ningependa kumkaribisha mhubiri aunganishe ndoa. Karibu. Haleluya. Karibuni sana wote, wageni wote. Tutaanza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana nanyi. Asante sana. Hii ni siku kubwa sana, siku ambayo amejalia Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ningependa kabla tuanze na kabla tuendelee, ningependa kwanza bwana harusi
hakikishe kwamba aliye mbele yake ni yule aliye mchumbi. Makofi. Basi ningependa kukuomba Bwana Mlima, songa nyuma kidogo. Na mhubiri mkalimani, ningependa unisomee kutoka kitabu cha Maandiko. Bwana asifiwe. Katika kitabu mlango wa 757,757 inasema kwamba wewe mwanamke utatoka nyumbani kwenu, utatoroka kwa kurukaruka, utakwenda aste hadi kwa mwanaume. Ukimpata mwanaume utafunganishwa ila moja. Ukipata mwanaume, Biblia imesemaje? Hautapata mama yako, hautapata baba yako, utapata nani? Utapata mwanaume. Na utafunganishwa, hamutaachana, hamutajitenga, Soma katika kitabu kile kingine mlango wa kile kingine mstari wa 3 unasema kwamba mtakuwa ni kitu kimoja. Sasa soma mstari unaofuata ambao uko chini ya ule ulio juu, kwamba mwanaume anapaswa kumchukua mwanamke. Mwanaume anapaswa kumchukua mwanamke, alafu wakafungwa na kuwa kitu kimoja. Biblia inasema wakafunguliwa. Biblia inasema wakatenganishwa. Biblia inasema wakafunganishwa. Bwana abariki. Asante sana mkalimani. Na sasa kwa sababu niko hapa kufanya kazi rahisi sana ya kuwaunganisha bwana na bi harusi. Wageni walikuwa mko tayari? Kwa hivyo ningependa kumwomba bwana harusi usonge nyuma hatua moja. Nyuma. Bi harusi ningependa usonge mbele kwa sababu ya mgeni yule ambaye amesimama pale nyuma. Harusi tunayo hatuna. Na bila shaka ninapoona nyuso zenu za furaha inadhihirisha kwamba yale mnayosoma katika maandiko matakatifu, katika kitabu cha vitabu vikuu vilivyoandikwa na manabii, naona nyuso zenu ziko na furaha. Nasema kwamba malaika mbinguni watakuwa na furaha. Naona wewe unaongea pale nyuma, chakula hutakula ukipiga kelele. Sawa. Sasa bwana harusi. Haya wageni tutulie, harusi tutulie. Na kabla labda yote ambaye anapinga harusi. Sema mimi
Mimi kama mlima. Namchukua Mangwasha. Namchukua Mangwasha kuwa mke wangu wa hali na mali, usiku na mchana, wakati wa kupewa. Mungu nisaidie. Kwa jina la Baba na Mwana na la Roho Mtakatifu. Wageni niruhusu niongee na Roho Mtakatifu. Overa shaka bala shaka bala. Naam, sasa Mangwasha, chukua mkono wake, nyanyua juu. Mimi kama Mangwasha. Na kuchukua wewe Murima. Kuwa mume wangu. Wa maisha. Kwa hali na mali. Kwa kulala na kulaliwa. Jamani, subiri harusi. Tafadhali wale wanaongea lakini kwa wingi wa sherehe Hawatakula pilau. Kwa kuvalishwa au kwa kuvishwa? Kwa kuvalishwa au kwa kuvishwa. Na kwa kutoa. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Naona wageni wengine wanaenda hawajazoea mambo. Naona wageni ambao hawakualikwa wananing'inia madirishani, lakini sawa. Tunafika katika nafasi ambayo wengi wetu tumesubiri, na ni nafasi ya bwana harusi kumpiga busu hatuna. Basi kwa kuhesabu 3 Tuna zawadi, alafu pia wale wa pilau, njooni, chakula chote kipo, msichelewe. Sasa ni wakati wa kumpa bwana harusi na bi harusi zawadi. Iwapo unajisikia kuna zawadi unataka kuwapa, njoo. Zawadi
emperor, the conqueror, the champion. Nimeleta zawadi hii nimpe bi harusi kwa sababu usiku anazalia amepewa chozi. Kuja kwake hapa hakuna uzuri. Simamisha kuanisha hajakaribia hapa hata sawa. Shida nani? Jambo dogo. Jamani nimeshafurisha sawa. Ni jambo dogo sana. Nimesuluhisha kila kitu. Ameingia ndani ya gari jekundu. Nani? Katika tafrani ile mmoja walikuwa alibahatika kumwona mwanamke yule akiingia katika gari jekundu, naye akaingia katika gari lake na kumfuata mbio kwa kasi. Dereva wa gari jekundu alipoona kwamba anafuatwa kwa kasi, aliamua kuongeza mwendo na kukimilia katika njia ya barabara kuu iliyoelekea katika mji mkuu. Dereva huyu hakutaka kuhatarisha maisha yake kwa kuwa pashoka hapaingii kisu. Mwenzangu uko wapi? Kuja nikwambie jamani. Ile ni harusi ya Mrima. Jamani. Ulikuwepo? Harusi ilikuwa. Uliona ukipeana? Lakini tukiacha tutani tukuje kwa ukweli. Yaani ninaweza tupate kumdhulumu Mrima. Vijana hao wanapendwa na unakumbuka na mzuri kwa vijana wenzao. Kwanza Mangwasha. Kwanza mwenye Mangwasha anafanya kazi yake kwa bibi. Lakini leo Mrima si mtu mwenye utajiri kupiga mfano. Lakini unaona penye yule mwanamke alivyokuwa mkali huko. Ni kweli lakini hiyo harusi ilikuwa harusi yenye maana. Hii ni harusi yenye sijaiona. Harusi ya Mrima na Mangwasha yalisalia vinywani mwa wengi mjini Taria. Licha ya uchunguzi wa polisi, hakuna aliyebaini mwanamke yule ni nani na lile gari jekundu lilikuwa la nani. Baada ya fungate, maharusi hawa waliishi maisha ya furaha na starehe. Walilia lililoliza na wakacheka lililochekesha. Kwa bahati nzuri, walibarikiwa na kupata wana wawili, Sayore na Kajewa. Muda si muda, maisha yakaingia upongo. Mrima akawa sasa anaenda ulevini, kazini hafiki. Siku moja alirudi nyumbani akiwa hatazamiki. Mani, wapi Mrima? Kombe tunayoipenda Naima.
Mrima jamani, mrima nini? Wapi chakula? Nataka kula ndio nikule. Jamani, mrima mambo gani haya? Jamani, haya ni magani ambayo mlima ameanza Najua kama mshahara wa mlima hauwezi kumruhusa alewe kiasi hiki. Ama amepata marafiki wabaya ambao wanamuonyesha mahali pa kulewa. Ama nimuone Mungulu ili tujadiliane naye. Ndio. Mungulu, dadangu, karibu kiti. Wacha niende chai. Hata hiyo chai usilete. Nina machungu sana moyoni, ndio maana nimekuja nisaidia kuyabeba. Dadangu, yapi hayo tena? Nakwambia mimi nataka kunizika sasa hivi ili niwaache wanangu. Unakumbuka nilikwambia kwamba mlima siku hizi amebadilika sana? Ninakumbuka, lakini sikizani angefika hapo. Nakwambia sasa hivi mlima hajulikani tena. Ile jadi iliyokuwa kwa familia kwamba mume ndio kichwa familia. Sasa mimi Mangwasha nimeshaivunja. Hiyo jadi haipo tena. Maana mimi ndio najua tu wanasomaje, wanakula nini, wanatoka nini. Mlima amesahau familia ni nini tena. Jamani mwenzangu, ni magumu sana nakuambia dadangu, hakuwezi kuwa hakuna sababu, kwa kuwa kama hujazaliwa basi hujaumbwa. Hakuna sababu ipo kabisa. Ndio maana nimekuja ili unisaidie kuyabeba. Dadangu, tatizo ni mengi kweli kweli. Usiwe na wasiwasi. Mimi nitayashughulikia hayo. Lazima nijue kwa nini haya yanatendeka. Sawa dadangu? Basi nashukuru sana mwenzangu. Usiwe na wasiwasi. Sawa. Haya, kwa heri dadangu. Jamani, huyu ni nani ambaye anabisha hivi? Mangwashi, kwani wewe utaki kutembelewa na wageni? Ninajua hakika wanaonitembelea, lakini najua kwamba wewe sio mmoja wao. Unajua kumba nimekuja hapa. Unajua kumba nilitaka kukoa. Alafu wewe mwenyewe ukakimbilia yule kijana mpuzi tu. Koma mzee wewe mzee. Mimi mzee. Nakuomba uyakome maisha yangu na mlima, maana hayakuhusu naomba uondoke. Unajua kumba ningekuwa nimekutunza cha urembo na jinsi ulivyokuwa unapendeza. Kwani ilikuwa ni msichana mrembo ambaye angetembea ardhi yote ingetikisika kwa kustaajabia urembo wake. Wanaume wadogo nao wana hapa angewapa mshawasho wa kibebishia. Lakini sasa angalia ulivyogeuka na kuombaomba tu. Wewe hata mjuisi. Unaona sasa ningekuwa nimekutunza. Na ungekuwa kama sihaba. Ungekuwa unaishi katika makasri. Ungekuwa unakula kile unachokitaka. Ungekuwa unafanya kazi. Ukiita tu wanakuja. Ukikoa wanageuka. Labda hata ukipumua wanasikizia. Lakini sasa angalia ulivyogeuka. Jaribu kunyachia wako uone kama uongo. Sawa nitaondoka. Lakini nimuulize huyo mumeo anatoa wapi pesa? Anatoa wapi hela za kulewa?
Mambo gani haya? Amesema eti niulize Mrima anatoa wapi pesa. Inawezekana kuwa mzee huyo ana uhakika kwamba anajua mahali Mrima hutoa pesa. Fungua kichwa Mangwasha, isiwe hivyo ninavyofikiria. Mungu wangu we. Hapana. Mbungulu. Nene na kukimbiza dadangu tena. Niambie dadangu. Jamani Mrima Mungu nipatie huyo maji. Jamani Mrima. Hebu keti sisi niambie hapa. Tulia. Dada Mangwasha. Tulia uweze kuniambia mambo haya kwa chuo. Tulia dadangu, tulia. Unajua vizuri mila inasema ya kwamba hufai kwenda kwa mume wako katika starehe zake. Mila gani? Unapaswa kufahamu kwanza hayo unayoyasema ilishapitwa na wakati. Hivi ndio kuuliza Mungulu. Iwapo nyumba inateketea kwa moto, nisiende nikamtafuta mume wangu ili tukaweza kuuzima moto. Iwapo mtoto ni mgonjwa nyumbani, nisiweze kwenda kumtafuta mume wangu ili tuje tukamwangalia mtoto Dadangu tulia tuweze kuwapindua mambo haya kwa upole. Wanamuelewi kabisa. Tulia, naelewa kabisa. Nakwambia kwamba Mrima si kama yule wa jana tena. Unajua wewe mume wako alikuwa afadhali kama Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Mume wako alikufanyia kila jambo. Si kama Mrima. Mrima sasa hivi amesahau kila kitu. Dadangu naelewa lakini unakumbuka vile mlivyopendana? Mlikuwa mnasaidiana katika yote mazuri mabaya. Lakini sasa leo Mrima amekuwa hivi. Sasa unavua uende nyumbani ili ukamkuta hadi akaweza kuja. Ukamuuliza ni nini kinachomsumbua. Dadangu tulia. Unaenda nami ama uji? Tulia. Unakumbuka nilivyokuambia nitarudia tena, unajua kufunzwa kwamba ufai kupata mume wako katika starehe zake. Mimi sikufunzwa hayo. Ndio maana nakwambia basi ufai kwenda huko kwa vipi. Tunaenda ama tuendi? Haya basi tutaenda nawe kwa nyumba yako, nitakusubiri hadi utakapokuja. Lakini si vizuri mimi niandamane nawe. Jamani kushauriana na muoga ni kazi tupu. Ni kama kupiga hewa kwa fimbo. Afanye basi. Sawa, twende. Sawa, nakufuata nyuma Wanawake hao waliandamana hadi kwa Mangwasha. Mungulu akamngojea Mangwasha hadi pale atakaporudi. Mangwasha alitumuka mbio kuelekea katika mabanda kunakouzwa vileo, hasa katika eneo la Kundamali. Alijua kwamba hapa ndipo atamkuta mumewe Mrima. Alipokaribia eneo la Kundamali, alijitanda matandio yake kichwani ili kuficha uso wake. Nawacha kuna Mungulu, nienda mahali narudi sasa hivi sawa? Anarudi sasa hivi. Anakuja sasa hivi.
Kwa sherehe tumefika, kwa sherehe tumefika, familia iko ndani wote tunajibamba. I am happy today, so happy. I am happy today, so happy. Tunapenda kamyeso, tunapenda kamyeso. Sisi ni walevi, sisi ni walevi. Ngoja kwanza wewe DJ. Above the baby. Smooch goes. Smooch goes. Soda that burger. Soda that burger. Kuna pombe. Mana tunakunywa pombe. Uninyunyuzie maji Bwana. Uninyunyuzie maji Bwana. Unioshe nitakase. Chawa yangu inakuachia nini na ijakuuma? Sina shaka. Wewe nini wewe unapita? Kuja hapa nikupe shot. Mrima. Nani huyo? Si ni mimi basi. Usithubutu kuniguza. Usithubutu kuniguza. Ananuka kikwapa. Ngoja. Wewe kuja. Wewe kuja nikupe shot. Anamchukua na umweka hapa.